Kwa sipo, nimetoka kwenye mambo yangu. Lakini huyo Charlie anafika kwa kaka mtaa hapa ni kwamba anajifanya kama askari jamii, lakini ndio askari wowote, anasumbua watu kwenye mtaa huu sana. Anasumbua watu kwenye mtaa huu sana. Watu wanafanya biashara zao wanakuja kuwasumbua sana. Kwa hiyo tunachoomba huyo Longida, sijui Longida awe ni askari wa jamii wa aina yote, awe kama ni Mtanzania kama Mtanzania, kuliko watusumbue sisi vijana. Kwanza mimi yule mdogo wangu ni mdogo wangu sana. Tunaomba hivi huyo Charlie huyo kama akiwekwa ndani astoke. Baba kwa jina naitwa Mata Godson Mrema. Shwaboy hapa yenyewe haina mchele. Sasa hivi inabidi sasa baba tembee na element, mwana naona hii hali ni mbaya kama hata ameanza kula masikio. Baba kama hata unasikia bialando kama hilo. Usiku tunaomba hata msaidizi wa polisi jamani huko. Hata serikali ya China tuletea hata element tembee nazo kumtani, maana masikio yetu tunahitaji sana bwana ndugu wangu asi. Maana baba kama ameanza masikio kesho taliwa ulimi. Ni mbaya. Baba. Maana kama ameanza kusikia kesho tena unaliwa ulimi utaongea baba, yenyewe ni mbaya yenyewe. Nadhani ni kwamba ni vipi asiturekebishwe hata mazingira, hata mwenyekiti wa mtaa anyaye ingeze usaidizi yenyewe huko, maana yenyewe hii sio katibu wangu huyo hapo. Na yenyewe katibu aujio, maana tupewe na element jamani, tembee nazo usiku katibu. Ni mtu wa kawaida tu meja yenyewe, sio kwamba ni vipi. Ni mtu wa kawaida, sema si kwamba ile tunaishi kiundugu huku, ile ni aje. Baba si. Kwa majina naitwa Dominic Agustin Kulaya, natokea maeneo ya Kibosho Kirima. Wazazi wangu wote wawili wanaishi huko Kibosho Kirima. Lakini huko Arusha huko nilikuwa nafanya kazi tu za kulisha ng'ombe za kanisa baada ya kupata mahitaji kutoka kwa rafiki yangu ambaye nilikuwa naishi naye tu kama ghetto. Tukawa tunaishi, mwisho wa siku juzi tu akafanikiwa kweli kumpoteza mzazi wake mmoja ambaye ndo mama ambaye tulikuwa tunaishi naye nyumbani tu, maana mzazi wake mwingine wa pili ambaye ni baba yalewa. Sasa kwenye ile hali ya kupanda naye, nimefika naye maeneo ya Tanzanite pale, ikabidi na mimi nimwambie kuanzia kule ananitukana tu, ananisukuma tu kwamba yani ananipigaga hivyo, sio kwamba mimi ananielewa kwamba mimi naweza nikamkataza pia naye asinipige kwa sababu na mimi ni kijana kama yeye. Kwa hiyo ndo pale na mimi nikamwamuru hivyo, nikamwambia kama wewe unaweza kunipiga wewe nipige, kwa sababu wewe umeshaona kabisa kwamba hauna uwezo mwingine. Akaniambia nakupiga ndio, akanisukuma tena. Nikamwambia mimi huwezi kunisukuma bwana. Na mimi sasa ndo na mimi nikamsukuma pia ili naye ajue kwamba naye ni mwanaume. Sio kwamba anamsukuma mwanamke au kuna namna ambayo yeye anaitaka kwamba sijapazoea mjini maisha magumu au vipi. Nikamwambia sio sababu kama hizo. Maana mimi nikimuuliza kaka yoyote yule ananiambia ule kazi hawezi. Kazi anayotakiwa kufanya hawezi kufanya. Sasa kwa hiyo mimi sikuwa tena na jitihada nyingine baada ya yeye kumsukuma pale, baada ya kuona kwamba kumbe ni hivyo anataka kupigana na mimi, kumbe kupigana hawezi pia. Akanishika sikio kweli, akaningata, akataka kuningata kidole, nikawa nimetoa mikono. Nikawa nafikiria anataka kupigana nini au ana hasira gani. Kumbe ana hasira tu kwa sababu nimemsukuma. Akanishika, akaningata, ikabidi na mimi nimsukume tena akae pembeni zaidi. Baada ya hapo ndo nikamwambia, maana yeye alikuwa anaenda wapi, nikamuuliza sawa ulikuwa unaenda wapi, maana mimi nikiwa hapa ni kama mateka, sina uwezo wote wa kuondoka tu bila kuambiwa kwamba sasa hivi unaondoka. Sasa nikataka na yeye nijue mazingira ya hapa, kwa kuwa ni sehemu ambayo inawekewa ulinzi, nijue anavyoondoka naye anaenda na wapi, kwa sababu yeye ni mtu anayepiga watu bila sababu kila mahali, kosa ni yeye tu. Nilipofika pale, kwa hiyo ikawa ni hivyo, yeye baada ya kuona kwamba hali imekuwa ngumu hivyo, alivyoningata mimi nikawa namwambia umeshaningata kwenye sikio langu. Kwa hiyo yeye akawa anashuka na anaelekea na huko chini tena, maana alikuwa anapandisha huko juu, ikabidi ashuke aelekee na huko chini alikotokea. Ikabidi na mimi nishuke naye kidogo tu, nikiwa namwambia kwa hiyo sasa maamuzi yako, tatizo lako ni nini, au yani mwafaka wako ni nini? Akaniambia mimi nitakupiga na mawe, akanitukana tena, akaokota na mawe. Huko sikio linavuja damu. Sasa ndo pale akawa ananiambia ukimuonyesha mtu anakuambia ni kweli amekungata, ameondoka na nyama kabisa. Sasa ikawa ni tatizo sana, maana mtu hajazoea maisha kama hayo kwamba yeye ana uwezo kama huo wa kufanya uhalifu. Nilipofika pale ndo maana kuna ndugu yake naye alikuja akamfuatilia. Ule wakati tukiwa tumeshikana pale, baada ya yeye kuningata, nikawa na mimi nimemshika nimemkusanya, maana naye alikuwa amenikusanya kwenye koromeo.
nikawa na mimi imebidi na mimi nimbane kidogo sasa, maana yeye alikuwa ana mtu wa kupambana naye kabisa, kila mtu anamuweza, kila mtu anamuogopa, anapiga watu vibaya. Ikabidi pale watu waje pale, baada ya hapo wakawa wanasema sasa hivi nyie hao usiwaguse kwanza, we waache kwanza, wakishamalizana alafu ndo tutamaliza si wenyewe. Baada ya hapo kweli nao vijana wakaja pale, akaja na ndugu yake mmoja akanishika na mwingine akamshika yeye akamvuta akamsogeza kule. Baada ya hapo ndo ikawa hivyo, na mimi nikaamini kwamba yeye ni Sikia maumivu. Maumivu mimi nimesikia, lakini sio sana, kwa sababu sio kwamba ni hata kule alikokuwa ananichapa tu kwamba yeye ananitafutia sababu. Mimi sikumuona kwamba yeye ni askari, maana alichomoa tu ile fimbo ya bastola kama askari, akachomoa tena na pingu, akaonyesha vifaa tu vya askari, lakini maisha yake hakuwa askari. Jana hiyo? Sio jana hiyo, ni baada ya muda tu kupita. Baada ya yeye kuja kufuatiliwa na maaskari kweli, wakamnyang'anya zile pingu alizokuwa anakaa nazo, ile fimbo ya askari, akaachwa akiwa kawaida tu, ndo akawa anaishi maisha yake, akapelekwa gerezani. Nyama ya sikio kaipeleka wapi? Nyama ya sikio mimi sijajua alikoenda nayo, maana mimi sikuwa na uhakika tena kwamba yeye atakuwa anayo mdomoni au alikuwa ametema pale pale, hata sikujua.